Maridhiano ni jambo ambalo dini yetu limetilia mkazo sana. Sallallahu alaihi wasallam alipotaka kuingia Maka, yeye na masahaba zake, Makureishi walienda pale sehemu inaitwa Hudaibia, wakawazuia wasiingie Maka kutekeleza ibada ya hija, lakini mwisho wa siku wakaridhiana. Kwa hivyo katika maridhiano kuna huyu atapoteza hichi na hicho atapoteza hichi, kuna vitu ambavyo vitawaunganisha. Kinachotafutwa ni nini? Ni amani. Kwa hivyo mimi kama ni amiri au mwenyekiti wa maimamu na maduati Tanzania, ni kutoa wito kwanza kwa madai wote, mashehe wote, maimamu wote waongelea amani, lakini maridhiano tuipe kipao mbele. Yale ambayo sisi kama Waislamu kuna mambo ambayo tulikuwa tunayahitaji na wasiokuwa sisi kuna mambo ambayo wanahitaji. Tukikaa meza moja chini ya serikali ya Jamhuri Tanzania, nadhani hapo tutafikia pale ambapo tunapopataka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi al-ajilla wa man tabi'ahum ila yawmil liqa wa ba'd. Mengi yamezungumzwa na walionitangulia akiwemo Sheikh Kundeshi na Sheikh Katimba. Mimi nitazungumzia nukta mbili kubwa na kwa ufupi. Kwanza ni kuwataka Watanzania, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, wakumbuke neema. Siku zote tunatakiwa tukumbuke neema kama Mwenyezi Mungu alivyosema kwenye sura Al-Imran, wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Zikumbukeni neema za Mwenyezi Mungu mlipokuwa ni maadui, lakini baadaye Mwenyezi Mungu akawafanya mkawa ni kitu hichi kimoja. Kwa hiyo miaka nenda miaka rudi, Watanzania ni kitu hichi kimoja. Tulikuwa hatubaguani kwa sababu ya dini wala jambo au ukabila. Kwa hivyo jambo hili ni kuwataka Watanzania walikumbuke mara kwa mara, waondoshe chuki kati yao. Jambo lote baya ambalo limefanyika, basi watu wasameane, wawe kitu hichi kimoja, na hilo likipatikana, basi mambo yote yatapatikana. Hebu tuangalie vita ambavyo vinatokezea nchi za nje za Irani na Marekani. Kwa sababu ya vurugu tu, leo maisha yamekuwa ni magumu Tanzania, usafiri umekuwa ni tabu, kadha wa kadhalika. Kwa hivyo hali hiyo ikiwepo Tanzania, itakuwa kama ambayo hali ambayo inatokea nchi za nje. La kwanza. La pili, katika mazungumzo ambayo yamewasilishwa kwenye ripoti ya Sheikh Kundesha kwa niaba yetu, kuna nukta ya maridhiano. Maridhiano ni jambo ambalo dini yetu limetilia mkazo sana. Sallallahu alaihi wasallam alipotaka kuingia Maka, yeye na masahaba zake, Makureishi walienda pale sehemu inaitwa Hudaibia, wakawazuia wasiingie Maka kutekeleza ibada ya hija, lakini mwisho wa siku wakaridhiana. Kwa hivyo katika maridhiano kuna huyu atapoteza hichi na hicho atapoteza hichi, kuna vitu ambavyo vitawaunganisha. Kinachotafutwa ni nini? Ni amani. Kwa hivyo mimi kama ni amiri au mwenyekiti wa maimamu na maduati Tanzania, ni kutoa wito kwanza kwa madai wote, mashehe wote, maimamu wote waongelea amani, lakini maridhiano tuipe kipao mbele. Yale ambayo sisi kama Waislamu kuna mambo ambayo tulikuwa tunayahitaji na wasiokuwa sisi kuna mambo ambayo wanahitaji. Tukikaa meza moja chini ya serikali ya Jamhuri Tanzania, nadhani hapo tutafikia pale ambapo tunapopataka. Nimalizie kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alisema kuna watu wa aina mbili wameingia katika jahazi moja,
jahazi hiyo ikawa ina matabaka mbili, tuseme ni meli, moja iko juu na moja chini. Sasa watu wa chini, watu wa juu walipata neema ya kuwa na maji, watu wa chini hawana maji. Watu wa chini wakihitaji maji lazima wapande juu kwenda kuchukua maji. Sasa siku moja ifikie watu wa chini wakasema, tunasumbua wenzetu wa juu kwenda kuchukua maji, lakini pia sisi tunasumbuka panda shuka, mnaonaje tukatoboa hii jahazi? Tuko nini juu ya bahari, tukitoboa bahari jahazi, maji yataingia na tutalekeza za kwa wenzetu, tutaondoka na malizia. Basi mnaonaje? Sasa sallallahu alaihi wasallam anauliza, je, watu wale wa juu wakikaa wakasema basi tuachie tu watoboe, kama likuzama watazama wao wa chini, sisi waje tutasalimika. Je, sallallahu alaihi wasallam asema, je, kama likuzama watazama watu wa chini peke yao na watu wa juu watazama wote? Na kusudia kusema kwamba pakitokezea vurugu za aina yoyote, mtafaruku wa aina yoyote, watakoangamia ni watu wa Tanzania wote, wataangamia. Ndio maana Mungu akasema wattaqu fitna, ziogopeni fitna, kwa sababu la tusibana alladhina dhalamu minkum khaswa. Inapokuja hazitowagusa wale waliofanya makosa, bali zitawakumba waliofanya na wasiofanya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.